Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, kama waumini katika Bwana, tunakiri kwamba Mungu ni mwenye nguvu zote na yupo kila mahali. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na tunaomba tukijua kwamba anaweza kujibu chochote. Hii ni sahihi kabisa. Mungu ni Baba yetu mwenye nguvu zote na anaweza kufanya chochote. Lakini kama watoto wake katika imani, je, mnaishi maisha yenye mafanikio bila mipaka? Kipindi cha leo kitaangazia Eliya, mtu wa Mungu ambaye alionyesha kazi kuu za Mungu na kuleta majibu makuu. Ninaomba kwamba nguvu za ajabu za Mungu itafunuliwa katika maisha yako pia. Wafalme wa kwanza 18:37 hadi 39. Unisikie, e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umegeuza mioyo yao nyuma tena. Ndipo moto wa Bwana ukaanguka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Watu wote walipoona hayo walianguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Ahabu, mmoja wa wafalme waovu sana katika historia ya Israeli, aliwaongoza watu wamwache Mungu, wala hakuona majuto kwa kuabudu miungu ya kigeni. Ahabu hata alimchukua Yezebeli, binti wa mfalme wa Sidoni, kuwa malkia wake. Mfalme wa Sidoni alikuwa kuhani wa Baali. Kwa kumchukua binti yake kuwa malkia, ilikuwa ni suala la muda tu kabla Israeli kuangukia katika uharibifu. Dhambi za Israeli zilipofika kilele, Mungu alimtuma mtu mmoja. Mungu alimtuma Eliya nabii kufunua kwamba Mungu ndiye Mungu wa pekee na kweli, na kuwageuza watu waliokuwa wameangukia ibada ya sanamu wamrudie yeye. Lakini kuna sababu kwa nini Mungu alichagua kutimiza mambo makuu ya ajabu kupitia Eliya. Kupitia maisha ya Eliya, nina matumai kwamba mtajifunza jinsi ya kuwa watu wa Mungu wanaotumiwa sana naye na kuonyesha kazi zake za ajabu. Katika Wafalme wa kwanza 17, Mungu anamwamuru Eliya apeleke ujumbe wa kutisha kwa mfalme Ahabu, ambaye alikuwa amegeuza taifa nzima kuwa pango la sanamu na kuwaongoza watu kwenye uharibifu. Hukumu ya Mungu inakuja juu yake. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele yake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Huu ndio ujumbe ambao Eliya aliutoa